Hujambo na karibu mtazamaji wa Tanganyika TV, tukiwa moja kwa moja mjini Baraka tarafani Fizi, ambako kumeripotiwa kifo cha mheshimiwa jemadari wa Zalendo aitwaye kwa jina la Ebu Mtetezi. Na kwa leo tuko hapa kwenye mortuary, tunakuja kumchukua moja kwa moja ili kwenda naye Fizi kwa ajili ya mazishi. Na ndio maana umetuona tuko hapa na watu wako hapa wamejaa kwa wingi na wanafanya kazi kwa ajili ya kumchukua, na ndio maana unaona kwa wanashangilia kwa vichindo. Tuko pamoja nawe, kwa pamoja tukupashe moja kwa moja na tunaenda mpaka Fizi. Usikose kutufuatilia, usikose kujiunga kwenye YouTube yako na kuweza kusambazia wengine wapate kupata habari zenye kuwa na uhakika, ambako tuko kwenye mortuary ya Baraka au kwa jina maarufu MSF. Asante sana. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe. Kama unavyoona mtazamaji, hatimaye huu ndio msafara sasa unaanza kuongoza kwa ajili ya kusafirisha mwili wa hayati wetu aliyetuacha Ijumaa iliyopita. Na sasa harakati zitaanza ifuatavyo. Tunatoka hapa kwenye mortuary na tunaandamana moja kwa moja kwa pamoja tukupashe ndani ya Tanganyika TV. Fuata mpaka tamati ya tarafa Fizi. Tutafika mpaka tukujulishe mambo yatavyoendelea hadi mwisho. Wanajeshi kuanzia audio zake za zamani na mpaka za sasa, Lieutenant General Tresor Kibukila Mtetezi wa Seba alikuwa akiambia watu ya kwamba dunia yetu wala Kongo yetu kwa jumla, kila mahali yeye atahakikisha ya kwamba ameondoa adui ambaye ametaka kugabua nchi yetu. Kwa leo, kwa sababu ya wakongomani hawana akili, wa ndugu zangu mtanisamea kwa sababu nitakuwa nasema ukweli. Wakongomani kwa sababu hawana akili walishutumu, kumhukumu wala kumfanyizia unyama kama na huu. Wakongomani, ujumbe ambao alituatia mheshimiwa alisema ya kwamba hata udongo, hata nywele moja ya mwana wa Kongo isivuke nchi ya hii Kongo. Kwa hiyo nawaambia ya kwamba vijana wenzangu, kama gisi tunajua, tuone mbali, Kongo yetu imeshakuwa kwenye udongo. Hata tuwaambie ukweli, habari zilitembea kwenye mitandao ya kusema ya kwamba Lieutenant General Tresor Kibukila Mtetezi alikuwa akienda kwa M23. Hizo ni habari za uongo. Tutawaambia ukweli, huyu ni mkombozi, na tulia zaidi kwa sababu tumempoteza mkombozi. Na kwa leo ameacha wakombozi wengine, ndo nyinyi askari. Askari ndo wakombozi nyinyi. Mahali pote ambapo panapolia risasi la adui, tunajua adui ni nani, wana wa Kongo ambao anataka kugabula nchi yetu. Sisi kama vile wajeshi hatutapoteza misingi ya kiongozi ambaye alikuwa akituambia. Nawaambia ya kwamba wote ambao walikuwa akitembea naye wanajua hisia zake na maneno ambayo alikuwa akisema na vitendo alikuwa akitenda. Ule alikuwa akifanya maisia, anabuni mipango na anaitimiza. Askari, kwa leo na wajisi na wasi, imani yenu iwe ile ile ya yule ambaye alitufunza sisi, ambaye ni mwalimu. EPDC, EPDC, tunaamini ya kwamba tutaweza kukomboa mahali pote ambapo alikuwa akiishia general kwa kazi kubwa aliyoitenda. Tunaambia waraia wa Kongo mzima, sisi tutapambana mpaka toni la mwisho. Ikiwa misukusuku imetusonga, lakini sisi tutapambana mpaka toni la mwisho.
tutahakikisha ya kwamba adui ambaye anayetuemelea kwa misingi ya ule ambaye aliyetuzaa, tutahakikisha ya kwamba tumedhibiti kila fasi ambapo palishadhibitiwa na adui. FPDC! FPDC! Naam, pamoja na mwingine ambaye anashindikiza wazalendo kwa ajili ya maendeleo na mageuzi ya mambo mazuri kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sasa tarafani Fizi. Mzee, jambo. Jambo journalist. Unaweza kujitambulisha kwa majina yako tafadhali? Majina yangu naitwa Bwana Kilonge Kilozo Dr. Makonga. Mimi ni mwenyeji wa Fizi, mwenyeji wa sekteri ya Tanganyika, hususan pale groupement Basilocha mu planto pale Kanguchi. Ndio. Umepokeleaje ujumbe wa kifo cha mzee Jemadari mtetezi Buela? Sisi tuna huzuni kubwa ya kuona bwana Jemadari, bwana mtetezi Kibukila Sebastien Putu kwa gisi Mungu ametaka. Kwetu sisi tunasema ni Mungu amependa. Kwa ajili kazi ambayo bwana Jemadari mtetezi Sebastien alifanya, hatunga alijua anaweza akapata hii majanga ambayo amekutana nayo. Lakini kwetu sisi tunasema Mungu ametupa na Mungu ametwaa, jina la Bwana libarikiwe. Unadhani kwamba pengo lake litazibika kirahisi? Pengo hata Yesu wakati alipokufa aliacha wa mitume na akaambia Petro, na kufa lakini nikifufuka nikienda mbinguni nitawaletea Roho Mtakatifu. Tunajua kama mputo hakuwa yeye peke. Naona watoto ni wengi. Unaona? Wamtetezi ni wengi wiko hapa, na najua anaenda fungua mioyo ya wale ambao wametegwa nyara, na wakati wa kufufuka wa mtetezi atafufuka na ushindi, na tutapigana mpaka hadi mwisho. Tunakushukuru sana mzee. Asante sana, kushukuru bwana journalist. Asante. Amen. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.